aliyang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Huyu ndiye Yesu nayemsemea hapa. Huyu ndiye Yesu nayemsemea hapa, ambaye ni nuru ya ulimwengu, ambaye ni nuru inaong'aa gizani, nuru ya watu, ambaye akiingia kwenye maisha ya mtu, hata kama kulikuwa kuna giza, anaweza kufanya nuru itokee. Hata kama kulikuwa kuna vitu havionekani, anaweza kufanya vitu vionekane. Ndiye habari zake nayesema hapa. Yesu ni nuru ya ulimwengu. Yesu ni nuru ya watu. Yesu ni nuru ya uzima. Kutoka Malaki mpaka Mathayo palikuwa pana giza, kwa sababu Mungu alikuwa asemi na watu. Hapakuwa na nabii aliyeinuka, hapakuwa na mtu yeyote aliyeinuka ili aweze kusema ahadi za mbinguni, lakini walikuwepo wachache ambao walikuwa wanaingojea ahadi, nao waliahidiwa na Roho Mtakatifu kwamba hawatakufa mpaka watakapouona wokovu umetimia Israeli. Hawatapotea mpaka watakapoona wokovu wa Mungu umetimia Israeli. Sema amina. Kwa hiyo sasa Mungu alikuwa amenyamaza. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anataka alete ukamilifu wa ahadi aliyoahidi kupitia Injili, kupitia wakati wa Isaya, ya kwamba kwa ajili yetu mtoto atazaliwa. Anasema katika shina la Yese litatokea chipukizi. Hivyo alitaka aweze kuthibitisha yale maneno ya kwamba atazaliwa Mwokozi, ambaye atakuwa ni Mwokozi wa ulimwengu, ambaye atakuwa ni Mwokozi wa watu, ambaye atakuwa ni nuru ya watu. Nami natangaza nuru kwenye maisha yako. Natangaza nuru kwa jina la Yesu. Kama Yesu alivyokuwa nuru ambayo iling'aa gizani, wala giza halikuiweza. Manake Yesu anapokuwa ndani ya mioyo yetu, yeye ni nuru. Anang'aza vitu vilivyokuwa gizani, anang'aza maisha yetu yaliyokuwa hayawezi kupata neema. Na kuombea kwa jina la Yesu, Yesu apate neema ya kukaa ndani ya moyo wako. Sema amina kwa jina la Yesu. Dunia ilikuwa ina giza. Wanadamu walikuwa hawana mahusiano ya moja kwa moja na Mungu wao, kwa sababu ya yale makosa na maanguko yaliyofanyika tangu hapo nyuma. Lakini mwanaume Yesu ilibidi aje ulimwenguni, neno likavaa mwili, neno likafanyika mwili, nasi tukauona utukufu wa Yesu Kristo, nasi tukauona utukufu wa Mungu, ya kwamba Yesu Kristo akavaa mwili akaja kwetu. Sasa ili aweze kuvaa mwili, angekuja hapa angevaa mwili wangu, tungesema huyu ni Godwin, sio Yesu. Ili Yesu avae mwili, angekuja angevaa mwili wa mzee wa kanisa, tungesema huyu bwana ni mzee wa kanisa. Inawezekanaje huyu akawa ndiye Yesu? Ilibidi azaliwe kama mwanadamu wa kawaida, ilibidi azaliwe mtu mwenye sura ya kipekee ya kawaida, ilibidi azaliwe kwenye tumbo la mwanamke kama wengine. Haje sasa afanyike mwili, haje sasa avae mwili, haje sasa kae ndani ya mwili. Yesu akazaliwa katika tumbo la mwanamke kama wanadamu wa kawaida. Ndipo mamajusi kutoka mashariki ya mbali wakaona juu, wakaona kuna nyota ambayo inang'aa kuliko nyota zingine. Huyo ndiye Yesu ambaye baada tu ya kuzaliwa nyota yake ilionekana katika mbingu. Manake dunia na ardhi na mbingu vilithibitisha kwamba yuko mwanaume asiyekuwa kawaida anazaliwa duniani. Wafalme wakatetemeka, dunia ikatetemeka. Watu wenye elimu na sayansi ya dunia wakaangalia juu, wakaona kuna nyota isiyokuwa ya kawaida inatokea. Kumbe ni mwanaume Yesu anazaliwa Bethlehemu ya Uyahudi. Huyo ndiye Mwokozi wa wanadamu na dhambi zao. Tunaposema habari ya Yesu, tunasema habari ya wokovu wa wanadamu na shida zao. Tunaposema habari ya Yesu, tunasema habari ya nuru ambayo inakuja kuleta mwanga. Nami nasema Yesu alete mwangaza juu ya biashara yako. Yesu alete mwangaza juu ya ndoa yako. Maana alipozaliwa dunia ilitikisika, mbingu zilitikisika, hata vilivyokuwa vya kawaida vikapata utofauti. Hii neema iwe kwako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Huyu Yesu sio mtu wa kawaida. Huyu Yesu sio mtu wa kawaida. Sema amina.
Ndio maana kuzaliwa kwake tu nyota zikaanza kugongana huko juu, kuonyesha kwamba kuna mtu ambaye sio wa kawaida amezaliwa, kuonyesha kwamba kuna mtu ambaye sio wa kawaida amezaliwa. Sema amina, sema tena amina. Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 na ule wa 2 anasema hivi. Mathayo Biblia inasema hivi: Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. My God. Wakasema, kwa maana tumeiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Mamajusi walikuwa ni watu wenye elimu au ufahamu kuhusiana na nyota. Walikuwa ni watu ambao wana elimu ya utaalamu wao. Walipoangalia juu wakaona hata kama tuna utaalamu wetu, lakini kilichozaliwa sio cha kawaida. Kilichozaliwa kinahitaji ibada, kilichozaliwa kinahitaji kusujudiwa, kilichozaliwa kinahitaji kuabudiwa. Wakatoka mbali wakasema, eneo hili tumeona kutoka mashariki ya mbali ya kwamba kuna kitu kimezaliwa, kuna mfalme wa Wayahudi amezaliwa, kuna mfalme wa wanadamu amezaliwa, nasi tumekuja kutoka huko ili tuweze kumsujudia, ili tuweze kumwangukia na tumpatie zawadi, kwa kuwa yeye sio wa kawaida. Na ndio maana sio ajabu sisi kutoa sadaka, maana Yesu alianza kupewa sadaka tangu kuzaliwa kwake. Sio ajabu sisi kumwabudu, maana walianza kumwabudu tangu alipozaliwa. Yeye alikuja kwa mfano wa Mungu, akaja kwetu akauvaa utukufu wa Mungu ili aweze kuleta wokovu. Alipotokea duniani watu wote wakataharuki, vifo vikaanza kutokea. Vile vifo vilikuwa sio vya kawaida, vilikuwa ni vifo kwa sababu aliyezaliwa sio wa kawaida. Aliyezaliwa ni moto ulao, aliyezaliwa sio wa kawaida. Aliyezaliwa ni yule ambaye anakuja kuwarejeza watu katika ufalme wa Baba. Nami natangaza kwa jina la Yesu ya kwamba Yesu yu hai, ya kwamba tunaye mioyoni mwetu. Yeye aliyeshinda kifo na mauti ndiye tunayesema habari zake leo. Sema amina katika jina la Yesu. Mamajusi walitambua kwamba kuna nyota, na wakaona kwamba nyota ya Yesu sio nyota ya kawaida. Wakaona kwamba nyota ya Yesu inahitaji kuifuatilia zaidi. Na ndio maana sio ajabu mtu mmoja kuzaliwa kwenye familia akawa na nyota ya kipekee, maadui wakaanza kumfuatilia tangu akiwa mdogo. Ni kwa sababu gani? Nyota iliyokuwa kali na ong'aa inaweza kuwaita maadui kutoka sehemu mbalimbali, lakini kitu pekee kinachoweza kuilinda nyota yako wala sio uchawi, wala sio uganga, wala sio nguvu za giza, wala sio kuweka ulinzi, bali kinachoweza kuilinda nyota kama nyota ya Yesu ilivyolindwa ni namna ambavyo Mungu atafanya uhusiano na wewe. Mungu akifanya uhusiano na wewe atakwambia hapo ondoka, kuna maadui wanakufuatilia. Atakwambia hapana, sasa hivi nenda mahali fulani, maana kuna maadui wanakufuatilia. Biblia inaniambia kwamba maadui walipoanza kuinda uzaliwa wa Yesu Kristo, yani yule Herode alipotaka kufahamu habari za Yesu zaidi, alipoambia wale mamajusi ya kwamba mtakapoenda murudi kunipa habari za mambo za huyo mtu ili na mimi niende kumtolea zawadi. Lakini Biblia inaniambia kwamba Mungu akawatokea wale mamajusi kwa njia ya malaika na kuwaonya kwamba wasirudi kwa njia ile ambayo walikujia mwanzo, bali wapite njia nyingine. Lakini malaika wa Bwana akamtokea baba wa kufikia wa Yesu, akamwambia, sikia, mchukue mke wako na mtoto, nenda naye Misri, kwa sababu kuna adui anataka kumwangamiza. Nami natangaza kwa jina la Yesu, huenda kuna maadui wanaiwinda nyota yako. Bwana kuhamishe, au Bwana wapige upofu, maadui wasikuone, wasipate nyota yako, wala nyota watoto wako, wala nyota familia yako, wala nyota ukoo wako, wala nyota ya chochote ambacho adui anakifuatilia. Na kuambia kwa jina la Yesu, pokea ulinzi wa Bwana, pokea ulinzi wa Bwana. Wale waizi wa nyota wasifanyikiwe.
ubarikiwe. Wale waizi wa nyota wasikupate, maana nyota ya ajabu imekuja duniani. Utukufu wa Bwana umetuzukia. Nyota ya Yesu iko juu ya nyota zote. Hii neema ya Bwana iwe kwako na uzao wako. Hii neema ya Yesu iwe kwako na familia yako. Sema amina kama unanielewa. Bwana Yesu apewe sifa. Sema Yesu ni nyota. Yesu ni nyota, anang'aa gizani. Haleluya. Biblia inaniambia kwamba giza alikuiweza nuru ya Yesu. Giza alikuiweza nuru ya Yesu. Giza alikuiweza nuru ya Yesu. Sema amen. Giza alikuiweza nuru ya Yesu. Yesu alipokuwa anakuja duniani, alikuja kuleta mwanzo mpya. Haleluya. Yesu alipozaliwa, kitendo cha kuzaliwa tu alileta mwanzo mpya. Na ndio maana Yesu alipozaliwa alileta mwanzo mpya. Bwana Yesu alipozaliwa alileta mwanzo mpya wa kila kitu. Ndio maana maandiko yanasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yote amepita. Maanake tunapokuwa ndani ya Yesu tunaanza naye upya. Haijalishi tulikuwa tuna dhambi na uchafu na uovu, kukataliwa, aibu na mambo mengi mabaya. Kitendo cha kuwa ndani ya Yesu, kitendo cha kumpokea Yesu, yeye analeta mwanzo mpya wa kila kitu. Pokea mwanzo mpya kwa jina la Yesu. Pokea mwanzo mpya kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linaniambia kwamba Yesu alipozaliwa, kabla ya kuzaliwa kwa Yesu, miaka ilikuwa inahesabiwa kutoka juu, kutoka kwenye miaka ya kifalme kurudi nyuma. Lakini baada ya Yesu kuzaliwa, miaka ikaanza kutoka moja na kuanza kuenda mbele. Maana yake huyo aliyezaliwa hamrudishi mtu nyuma, bali anampeleka mbele. Haya. Huyo aliyezaliwa, mambo ya mtu yanaweza badilika baada ya kuungana naye. Sema amina. Aliyezaliwa anafanya uanze kusonga mbele. Uko wapi ambaye unasema nasikia kurudi nyuma? Yeye aliyezaliwa anaweza kuifanya miguu yako ianze kwenda mbele. Anaweza kufanya hatua zako zianze kwenda mbele. Nami naombea hatua za mwanamke mmoja, hatua za mwanaume mmoja, kuanzia ibada ya leo zianze kwenda mbele. Maana kilichozaliwa hakirudishaji mtu nyuma. Kilichozaliwa sio cha kurudishwa nyuma, ni cha kukufanya uende mbele. Pokea mbele, neema kusonga mbele. Pokea neema ya kwenda mbele zaidi. Kuna watu wataenda mbele, kuna watu watafika mbali, kuna watu watamwona Bwana, kuna watu maisha yao yatapata heshima. Maana aliyezaliwa hafanyi mtu arudi nyuma, anafanya mtu aanze kwenda mbele. Haleluya, haleluya. Uwepo wa Yesu Kristo unafanya hatua za mtu zianze kwenda mbele. Uzaliwa wa Yesu Kristo unafanya maisha ya mtu, hata kama yalikuwa yamechafuliwa, yamekataliwa, yaanze kwenda mbele. Bwana akupe hatua za kwenda mbele. Isaya 43:18 na 19 anasema, siyakumbuki tena mambo ya kwanza, wala sitatafakari mambo ya kale. Tazama, nitatenda neno jipya. Asante Yesu. Siyakumbuki tena. Hata kama ulitoa mimba, hata kama ulifanya dhambi ambayo unaijutia miaka yote, Yesu anasema ukiingia ndani yake hata kumbuka tena mambo ya kale, hata kumbuka tena mambo ya nyuma, hata kumbuka tena vitu vya zamani. Atafanya heshima itokee kwako, atafanya heshima itokee kwako. Hata kama uliitwa majina mabaya, hata kama uliitwa usiyefaa, Yesu anaweza badilisha na kuwaondoa watu waliokuwa hawafai na kuwafanya wafae. Pokea neema kufanya upya kwa jina la Yesu. Ibada ya leo Mungu akakufanya upya. Ibada ya leo Mungu akayafanya upya mambo yako. Ibada ya leo Yesu akakufanya upya. Sema amina tena katika jina la Yesu. Yeye anasema hata yakumbuka tena mambo yako ya zamani. Hata kumbuka tena ikiwa umeomba neema na msamaha. Umemwambia Yesu, naomba unisamehe. Yesu, ninaungama, naomba unirehemu.
kwa damu yako ya thamani. Yeye anasema hata yakumbuka tena mambo ya zamani, hata yakumbuka tena. Haijalishi nini kina kuhukumu moyoni, na kutangazia kwamba Yesu amesema hata yakumbuka tena, hata yakumbuka tena mambo yako ya zamani. Yesu ayabadilisha maisha yako. 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 Sema amina. Sema amina. Yeye aliyetabiriwa azaliwe ndani ya moyo wako upya kwa jina la Yesu, ili kila kilichokuwa kwenye hali ya kufa kipate uzima. Si unajua manake Yesu anapokuwepo ndani ya mtu anafanya vitu vianze upya. Haleluya. Na ndio maana tuna wakina mama watu wazima kweli kweli, lakini mtu akiingia ndani ya Yesu Kristo anapata nguvu mpya, anapata mwonekano mpya, anapata kitu kipya. Sema amina. Yesu anaongeza nguvu. Yesu anaongeza nguvu. Sema amina. Yesu anaongeza nguvu. Sema amina. Sema tena amina. Namuomba Bwana Yesu akusaidie. Namuomba Bwana Yesu akusaidie. Namuomba Bwana Yesu akusaidie. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Waraka wa pili wa Wakorinto sura ya 5 mstari wa 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama imekuwa mapya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama imekuwa mapya. Mtu yeyote akiwa ndani ya Yesu Kristo, ya kale yamepita. Mtu yeyote ukiwa ndani ya Yesu Kristo, ya kale yamepita. Tunapoelekea kumaliza mwaka 2025, tunaamini ya kwamba kwa kuwa Yesu ameanza upya na sisi, haijalishi tulianguka mara ngapi, tunaona kuna ukuu wa Mungu unaenda kutokea 2026. Tunaona kuna ukuu wa Mungu unaenda kutokea 2026. Kwa kuwa tunaamini kwamba Yesu tunaye ndani ya mioyo yetu. Yeye ni mpya kile tuapo leo. Yeye kila siku anatufanya wapya. Namwomba Bwana Yesu akufanye upya kwa jina la Yesu. Kama kuna mambo ulikuwa uyawezi, unaanguka na kujikwaa, Yesu azaliwe ndani yako leo kwa imani na afanye hatua zako ziwe mpya katika jina la Yesu. Kuna watu leo wanaenda kubadilishiwa historia yao. Sema amina. Namwomba Bwana Yesu akubadilishie historia yako siku ya leo. Namwomba Bwana Yesu abadilishe historia ya maisha yako kwa jina la Yesu. Christmas ya leo ambao wengine wanaazimisha wanavyojua wao, namuomba Bwana Yesu aibadilishe historia yako siku ya leo. Namuomba Bwana Yesu akutane na maisha yako siku ya leo. Namuomba Bwana Yesu akutane na maisha yako na mahitaji yako na haja moyo wako, wakati wengine